jina la Bwana Mungu wetu, Mungu wa mbingu na nchi. Ni asubuhi ya kibali, ni asubuhi ya matendo makuu ya Mungu wetu, Mungu muumba mbingu na nchi. Leo tunajikumbusha katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza, ile sura ya 28 na ule mstari wa 9. Daudi anamwasa mwanaye ambaye ni Sulemani katika utawala wake. Anamwambia, mwanangu Sulemani, mshike sana huyu Mungu huyu Mungu achunguzaye mioyo na fikra za wanadamu. Ukikaa katika ile kweli ya Torati, ukayaishi maisha ya Torati katika moyo wako, ukadumisha sana kumpenda huyu Mungu, atakaa na wewe. Lakini endapo utamwacha huyu Mungu, atakutupa. Kwa maana Mungu wetu anataka sana tumpende Mungu, tudumishe ushirika wa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Lakini Daudi mtumishi wa Mungu alikuwa na muasa mwanae Sulemani, kwa sababu mwanae Sulemani alikuwa bado ni mchanga, anataka kutawala taifa takatifu la Israeli. Kwa hiyo yeye Daudi babaye anamuasa mwanae kwamba siku zote katika maisha yako, ukitaka utembee na huyu Mungu wa agano wa Torati, dumisha sana ushirika kumpenda yeye. Zishike amri zake, yashike yale aliyoainisha, ndipo utakapobarikiwa. Lakini huyu Mungu wa Abraham, unaona, akadumisha sana ushirika na yule Sulemani mwanawe wa Daudi, kwa maana aliendea ile njia kwa moyo uliomkamilifu. Lakini unaona Sulemani baada ya kuendelea na Mungu vizuri, kumcha Mungu kwa roho yake yote, anakuambia ukisoma Biblia kwamba baadaye Sulemani akakengeuka, akaoa wanawake wa mataifa. Wale wanawake wa mataifa wakaja wakambadilisha Sulemani moyo, ndipo akapoleta dhambi kubwa katika taifa la Israeli. Unaona yale mataifa, katika yale mataifa 12 ya wana wa Israeli, yale mataifa 10 yakaondoka yakatawaliwa na wengine, na akaachiwa mataifa mawili. Kwa hiyo unaona siku zote kwamba ndio ile aliyesema baba yake Daudi kwamba, mwanangu Sulemani, kaa na huyu Mungu kwa moyo ukamilifu. Ukikaa kwa moyo ukamilifu atakupenda, lakini ukimwacha huyu Mungu atakutupa. Kwa hiyo ndio yale aliyesema Daudi, alikuwa na muasa mwanae Sulemani kwamba kaa na huyu Mungu kwa moyo mkamilifu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukitaka tudumishe ushirika na huyu Mungu wa Biblia na huyu Mungu wa agano, tudumishe sana kuzishika zile amri zake aliyoziainisha. Tumpende Mungu kwa moyo wetu wote, kwa sababu yeye ni Mungu anasema achunguzaye mioyo. Kwa hiyo yeye ni Mungu anayechunguza mioyo, kwa maana sadaka ya Mungu ya kwanza anaangalia moyo. Kwa hiyo moyo wetu ukikaa vizuri na Mungu, pale tutakapomtumikia kwa moyo wa ukamilifu, aka Mungu wetu atajifunua katika maisha yetu, kwa maana yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Uaminifu wa Mungu hakika unadumishwa pale unapokaa katika ile kweli ya Mungu wa Biblia, Mungu wa agano, kwa maana Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu. Uaminifu wa Mungu tunaopata pale endapo tunapoyatafuta maarifa, tukisoma vitabu vya Biblia, tukienda katika nyumba za ibada, tukawasikiliza watumishi wa Mungu, makuhani walioitwa kwa jina lake. Huko ndio amehifadhi maarifa. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ameshajipambanua kwamba twende kwa makuhani, twende katika nyumba takatifu za ibada, ndipo huko tutakapomuona Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe sana ushirika wa kumtafuta huyu Mungu, ndipo yale mema yatakapotuijiria. Lakini baba zetu wa imani walishinda kwa sababu wao walikaa katika ile kweli ya Mungu, wakadumisha sana ushirika wa kumtafuta Mungu usiku na mchana. Walienda uwandani wakimtafakari huyu Mungu. Ndio maana walishinda zaidi ya kushinda, kwa sababu wao walikuwa wanazijua zile njia za Mungu. Ndio maana walifanikiwa, kwa sababu walikuwa na maarifa ndani yao. Kwa maana siku zote ukiwa na maarifa ya kimungu ndani yako, utashinda zaidi ya kushinda. Kwa maana hata Mtume Paulo anasema, nimejifunza kuziliwa, nimejifunza kuachwa, nimejifunza kuwa na vingi na vichache. Ukisoma kitabu cha Wafilipi ile 4 na ule mstari wa 12, unaona anajipambanua kwamba kwa Mungu
endapo utakapopata matatizo, lakini Mungu yeye ukikaa katika ile kweli ya Mungu, yeye ni Mungu anayetatua hizo shida, kwa maana yeye ni chanzo cha uhai, yeye ni chanzo cha yote katika yote. Kwa maana siku zote tukitaka tudumishe sana ushirika wa kumpenda Mungu, tukae katika ile kweli ya Mungu, tukae katika yale maarifa ya Mungu aliyeainisha, hata Mungu wetu atatubariki. Tuingie hapo, tutokapo, tukaa katika ile kweli ya Mungu, tutamuona Mungu kwa utukufu na kwa enzi yake. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe sana ushirika wa kutafuta haya maarifa ya kimungu, ndipo tutakapoona Mungu akitenda katikati ya mataifa na makabila. Kwa maana sisi amesema tutakuwa vichwa, hatutakuwa mkia. Kwa maana tukilishika lile agano la Mungu wa Biblia, Mungu wa agano, tukazishika zile sheria zake, tukashika yale aliyeainisha Mungu kwa neema yake, kwa upendo wake, kwa maana yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Kwa maana amesema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, anasema kwamba watu wangu kama wakiomba sawa sawa na mapenzi yangu, kama nchi itakuwa na shida yoyote, wakiomba kwa moyo wao wote, mimi kama Mungu nitaiponya nchi yao. Kwa maana anataka kwamba siku zote, kama endapo nchi itakuwa imekosea, Mungu anataka watu wake waombe sawa sawa na mapenzi yake, lakini anataka waombe sawa sawa na neno lake takatifu, waombe sawa sawa na usafi wa moyo wao. Kwa hiyo Mungu wa Abrahamu anachotafuta kikubwa katika mwanadamu, anatafuta ile roho iliyopondeka. Kwa hiyo mwana wa Mungu, unapomwendea Mungu wa Biblia, Mungu wa agano, Mungu mshika mtenda miujiza, huyu ni Mungu anayetazama mioyo. Kwa hiyo moyo wako unapoenda katika nyumba ya ibada, jitakase, nenda kwa toba, tubu. Basi Mungu ukitubu sawa sawa na neno lake, ukitubu sawa sawa na agano la yeye Mungu wa Abrahamu, atakusamehe, atakusamehe zile dhambi zako zote, atakutakasa. Utaanza maisha mapya ya kumtafuta Mungu wa Abrahamu, Mungu wa milele. Kwa hiyo mwana wa Mungu, na dumisha sana ushirika wa kumtafuta huyu Mungu. Kwa hiyo ninachosii asubuhi ya leo na siku ya leo, tuwe na ile kiu ya kumtafuta huyu Mungu, tuwe na kiu ya kutafuta habari za ufalme wa Mungu, ndipo utakapozidishiwa kujaa na kushuka na kushindiliwa. Kwa maana nasema tutabarikiwa tuingiapo na tutokapo, kwa maana tuendapo, tutakapokaa katika ile kweli ya Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe sana kwenda katika nyumba za ibada, tukatafute maarifa. Hayo maarifa tukiyapata, kwa maana tutakuwa tumempata Mungu wa Biblia, tukawa tumempata huyu Mungu muumba mbingu na nchi, ndipo pale tutakapotiisha makabila na mataifa, tutakapotiisha vyote katika vyote, kwa maana yeye amesema vyote tutavitiisha chini ya nyayo zetu. Kwa maana sisi ni wamiliki katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, kwa maana tukikaa katika ile kweli ya Mungu. Kwa maana anasema tutakapokanyaga nyayo zetu tumepewa, kwa maana tukikaa katika ile kweli ya Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu, barikiwa sana kwa neema ya Kristo Yesu. Mkono wa Mungu ukutangulie katika maisha yako, mkono wa Mungu ukupiganie na kupa asubuhi ya leo neno la matumaini. Mtegemee sana huyu Mungu, ndipo utakapoziona baraka zitakapojaa na kusukwa na kushindiliwa. Kwa maana yeye ni Mungu wa baraka, yeye ni Mungu wa ushindi. Njia zake sio kama njia za wanadamu, kwa maana yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Uaminifu wa Mungu unapita vigao na vilindi vya bahari. Kwa hiyo wana wa Mungu, barikiweni sana kwa neema ya Kristo Yesu. Tutafute sana maarifa ya kumtafuta huyu Mungu wa agano, Mungu wa Biblia, kwa neema yake Kristo, kwa upendo wake, kwa nguvu ya damu ya Yesu, damu ya mwanakondoo aliyechinjwa kwa sababu ya sisi, kwa sababu ya maovu yetu, lakini ametununua kwa damu yake takatifu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tumeoshwa, tumekuwa viumbe vipya, kwa maana sisi ni wa juu, kwa maana sisi ni wabarikiwa, kwa maana sisi tuna chapa ya Kristo ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo. Hata mwana wa Mungu, iwe ni siku ya neema, iwe ni siku ya baraka, iwe ni siku ya ushindi ya matendo makuu ya Mungu wetu wa mbingu na nchi. Barikiwa sana kwa neema Kristo Yesu na upendo wa Mungu Baba. Amen.